Tuendelee kuhamasisha amani na mshikamano. Mtu anayekuambia nenda kaandamane, familia yake haiko Tanzania, yeye yuko nje huko, na yeye anakuambia nenda kaandamane wewe na watoto wako, yeye yuko huko ametulia. Jiulize mara mbili, akili za kuambiwa changanya na zako. Na mimi niwahakikishieni, wizara hii ya Katiba na Sheria, kazi yetu sisi ni kutekeleza sheria na kutekeleza katiba ya nchi isivunjwe. Mtu yoyote atakwenda na mienendo yake mibovu ya kwenda kuivunja katiba ya nchi hii na kwenda kuhamasisha vurugu, sheria zipo, sheria zimewekwa ili kushughulika na wale watu ambao wanavunja sheria. Kwa hiyo tusihamasishane, tusijute wenzenu wako huko. Na juzi hapa mmesikia wamelipwa pesa nyingi za kitosha. Walilipwa pesa kwa ajili ya ili nchi ilete vurugu, ili watu wapigane, wao wanalipwa kule. Yaani kitendo cha nyinyi kugongana vichwa hapa, wao kule wanalipwa pesa. Yaani ukiona wewe unaingia hapo unaenda kuchoma pale mabasi yale, lile basi linapigwa picha, wanatuma picha kule. Tumeshachoma basi tayari. Dia mama tumelichoma. Baada ya kulichoma picha yake hii hapa. Aha, mmechoma basi tunaongezeni mzigo huu hapa. Wanakula hera. Sasa mtindo wa kututumia sisi kutupigia pesa, yani wao wapate pesa na Watanzania wameshawajua. Wao jishangai, miaka yote familia zao wapo kule, wanakula nini? Wewe saizi wakupeleke na konde tu pale, dakika 2 umeshakonda. Wao wanakula, wanashiba, wanalala na wanakwenda kwenye majumba ya starehe kwa sababu ya sisi wa Tanzania ambao wengine walikuwa hawana uelewa, lakini sasa Watanzania wengi wana uelewa. Tusikubali kudanganywa kwa sababu ya maslahi ya watu wengine. Kama ni siasa, njoeni tujadiliane. Kama ni swala la katiba, Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge tarehe 13 mwezi Novemba Dodoma, alieleza kwamba tunakwenda kuanza mchakato wa katiba. Lakini wakati huo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi wameandika tunakwenda kuihuisha katiba. Wewe unachomoka unasema naanzisha taratibu zangu. Hivi kweli unaweza kuleta katiba bila kufuata taratibu za nchi? Sio mikutano tu ya kwenda kunyanyuka, mimi niende pale Tunduma nikaitisha mkutano, kuanzia kesho nataka katiba na naitaka katiba. Huwezi kuipata kwa mtindo huo. Kwanza katiba yenyewe tunayo. Kwa hiyo tunakwenda kuirekebisha, kuifanyia marekebisho ili iendane na sasa, maisha ya sasa. Ndio maana katiba inamuhusu mkulima, inamuhusu yule pale unaona dereva yule anapita na lile gari, inamuhusu katiba. Wewe uliosimama hapo inakuhusu katiba. Mkulima inamuhusu katiba. Waandishi wa habari inawahusu katiba. Wafugaji, wavuvi inawahusu katiba. Sio matakwa ya mtu mmoja. Hatuwezi tukaanza kupiga makelele tukasema tunataka katiba kesho. Kuna utaratibu wake, na kuna utaratibu wake ambao kuna njia za kupita mpaka upatikanaji wa katiba. Vinginevyo utaivunja katiba iliyopo.